Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia inachokujia kutoka hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini. Leo tumekuandalia kipindi ambacho ni mwendelezo wa kipindi cha Pasaka. Kinaitwa siku 50 za Pasaka. Kuna nini katika siku 50 za Pasaka? Je, hizo siku 50 za Pasaka kipindi hiki kinaanzia kuanzia wapi? Haya pamoja na mengine yote, na kusiwe na mitango mwanzo hadi tamati. Tujifunze yote tuweze kuifahamu liturujia yetu ya Kanisa Katoliki. Mimi ni Sister Savina Makonde, lakini pamoja nami ni naye Padri Clement Kilio, katibu mtendaji wa idara ya liturujia kutoka Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Na kusihi twende tukapate kuanza pamoja. Baba Clement, tumsifu Yesu Kristo. Milele. Habari za Pasaka? Nzuri, habari za TC? Tunashukuru, Pasaka inaendelea. Ndiyo baba. Tuko kwenye siku 50 za Pasaka. Siku 50 za Pasaka. Karibu tufungulie kipindi chetu Pasaka. Asante sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waumini wako. Tia mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumba upya na nchi itageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini, ukawaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba Kilio. Ndio. Labda pa kuanzia tuone, umesema siku 50 za Pasaka. Tuko kwenye siku 50 za Pasaka. Ndio. Pasaka tuliadhimisha ile Dominika ya Pasaka. Ndio. Lakini bado tu kwenye kipindi cha Pasaka. Ndio. Na ambacho kina dumu kwa siku 50. Okay. Labda baadhi ya watazamaji wetu walikuwa hawaelewi kwamba Pasaka inachukua siku 50. Kwa hiyo tunataka leo tuwaletee hayo yaliyomo katika hizo siku 50 na nini maana ya hizo siku 50 za Pasaka. Na hizi siku 50 za Pasaka baba. Ndio. Kwa nini zimeitwa siku 50? Ni siku 50 kwa sababu ni utamaduni ambao ulikuwepo hata kabla ya Ukristo, kusherekea siku 50 za wana wa Israeli tangu walipopewa Torati pale mlimani. Kwa hiyo walikuwa wanasherekea siku 50. Kwa hiyo ni utamaduni ambao ulikuwepo, na sisi tunaona kwamba Kristo alichagua kwamba katika ile ya siku 50 alishusha Roho Mtakatifu na kanisa likaanza. Kwa hiyo tangu ufufuko kabla, subirini msiondoke, mpaka ilipofikia siku 50 ndio wakaanza sasa. Kwa hiyo tunafuata hivyo kwa sababu Kristo mwenyewe aliamua iwe hivyo, pamoja na kwamba kulikuwepo na hiyo ya Kiyahudi, lakini basi Kristo mwenyewe aliamua kwamba baada ya hizo siku 50 ndio kazi ya uinjilishaji kwa wale mitume walioachwa iendelee. Hivyo basi siku 50 za Pasaka au kipindi cha Pasaka ni kipindi cha furaha katika kalenda ya liturujia ambacho kinaanza katika Dominika ya Pasaka. Hii siku ya Dominika tunamaliza mkesha Dominika, tunaanza kuhesabu moja na kinaendelea mpaka siku ya Pentekoste. Kwa hiyo unaona kuanzia Dominika ya Pasaka hadi Pentekoste ni siku 50. Sasa nini maana ya kipindi hiki kwa sisi wa Kristo kiroho? Ina maana gani? Siku hizi 50 tunasherehekea ushindi wa Kristo. Ni kipindi cha kuadhimisha ufufuko wa Kristo na ushindi dhidi ya kifo. Kwa hiyo siku zote 50 tunasema Kristo amefufuka kweli. Mauti huna nguvu tena. Kwa hiyo ni hiyo siku 50 za namna hiyo, ushindi wa kifo na ushindi dhidi ya dhambi. Kuna vipengele muhimu ambavyo tunaweza kuviangalia katika huo ushindi. Kuna kwanza ufufuko wenyewe. Ufufuko kwanza ni ushindi. Kama mtu amekufa alafu anafufuka, inakuwa ni ushindi. Yesu Kristo kafufuka, kashinda kifo na kaburi.
akionyesha utukufu wake. Kwa hiyo ni ushindi, kwa ni ushindi wa mtazamaji wetu. Tunawaambia kuna ushindi katika ufufuko wa Kristo, na kwa sababu tunaamini ni kwamba Kristo naye ametuletea nini? Ametuletea ushindi. Kuna ushindi dhidi ya kifo, kwamba Paulo anasema kifo, ushindi wako uko wapi? Kwa hiyo anamaanisha kwamba sisi wenye imani hatuogopi kifo, kwa sababu kifo sio mwisho wa maisha. Kuna maisha mengine baada ya kifo, kuna maisha ya utukufu. Tena tunapomwaga damu yetu katika kutetea imani yetu, damu yetu inakuwa ni mbegu ya hiyo imani inachanua na watu wengi wanaamini. Ndio maana hata ndugu zetu wa Franciscani wanaita dada mauti. Wamemuita dada kwa sababu yani sio kitu kibaya. Ni dada mauti, kwamba kifo kinatuletea maisha mengine mapya. Katika ushindi tunatumaini la waamini, kwamba ufufuko wa Yesu unamaanisha kuwa waamini wamekombolewa na tumaini la uzima wa milele. Kwamba ndiyo kufa, lakini kuna maisha ya uzima wa milele. Ndio maana tunasema tutakutana na huyu mwenzetu siku nyingine, hata kama tunamzika, tunatumaini tunakutana naye siku nyingine. Ndio maana Yesu amesema kwamba pale nilipo mimi ndipo mtumishi wangu atakapokuwa. Vile vile ushindi huu unaonyesha mamlaka. Yesu ana funguo za mauti na kuzimu, akithibitisha mamlaka yake, ninaenda kuwaandalia makao. Anaonyesha mamlaka yake ya kwenda kutuandalia kwamba tutaenda. Kwa hiyo mamlaka ya Kristo inaonyeshwa katika huu ushindi wa ufufuko. Hapo Father. Ndio. Hili neno hili, Yesu ana ufunguo wa mauti na kuzimu. Ndio. Manake sasa kabla Yesu hajafa, Shetani aliwakuwa na wafungia watu, manake mbingu zilifungwa. Labda tufafanulie kidogo hapa kwamba sasa Yesu amekufa, ameenda kule kuwafungua watu waende mbinguni. Kabla ya hapo watu walikuwa waende mbinguni, na hii funguo wa mauti na kuzimu sasa nao Kristo. Kama tunavyosoma katika ile historia ya mateso siku ya Dominika ya Matawi na Ijumaa Kuu, tunaambiwa Yesu alipokufa alizikwa akashukia huko kuzimu. Na tukaambiwa makaburi yakafunguka, miili ya watakatifu waliolala ikaamka, na ikatembea, watu wakiingia mpaka huko mjini, wakaona kwamba huyu si mtu fulani huyu. Kwa hiyo kumbe aliingia, alina hizo funguo za mauti, alifungua makaburi. Kwa hiyo hivyo mpaka leo na milele anafungua hizo kamba za mauti, kamba za kaburi. Tunapokufa sio kwamba tumepotea, yeye atayafungua yote. Shetani hana nafasi tena, au nguvu za mwanadamu anapofikiri kwamba labda anakutesa na kukuua, hazina nguvu tena. Kristo yeye ndiye mwenye hizo funguo za uzima, funguo za mauti. Sasa mimi ndimi uzima, mimi ndimi ukweli na uzima. Aniaminie mimi basi ataishi milele. Na hata atakapokufa atakuwa anaishi tena. Anamwambia wale ndugu wa Lazaro ambao walikuwa wanalia. Kwa hiyo ni namna hiyo. Sasa kiroho tunasema ushindi dhidi ya dhambi, kwamba sisi wanadamu hata tunapotenda dhambi, kwa sababu tunamwamini Kristo, tunapotubu dhambi zetu kwa kufuata msalaba, maana yake tunakombolewa katika dhambi zetu, katika udhaifu wetu tunakombolewa. Kwa hiyo inatondolea uoga wa kifo na kutoa tumaini la ufufuko. Watu wengi anapofikia zile siku za mwisho wa kufa, ule anahangaika, anaona kwamba nikifa nitaenda wapi, motoni na nini, anakufa, anafikia anapigana. Lakini mtu mwenye amani yake kwamba kumbe hata nikifa ninaenda mbinguni kwa Mungu, basi unakufa kwa amani, katika utulivu wako. Kwa hiyo tunaondoa ule woga dhidi ya kifo. Ndio maana ya kiroho ya huo ushindi. Vile vile ndio ushindi dhidi ya mauti, kwamba haya maisha yetu tunabadilisha. Tunasema maisha yetu tunabadilisha kutoka maisha ya uzima huu wa kidunia kwenda katika maisha ya uzima wa milele. Kwa hiyo ndio ushindi dhidi ya mauti, ukionyesha kwamba mwisho kifo sio mwisho wa maisha, bali ni lango la uzima wa milele. Inaondoa wigo wa kifo na kutoa hiyo tumaini. Vile vile kiroho
tunatafakari uumbaji mpya katika hizi siku 50. Ushindi unaleta uhai mpya wa kiroho, kwamba Yesu alikufa akaachana na uhai wa maisha haya tuliyozoea, haya maisha haya, unakula chakula, unafanya nini, ule lazima ufanye kazi na nini. Kwa hiyo maisha haya yanaisha, lakini kunakuja maisha mapya ya ufufuko. Anakuja na mwili wa utukufu. Walikuwa wamejifungia wale mitume, mlango umefungwa, anashangaa huyo yuko katikati yao. Unaona, mwili wa utukufu, maisha mapya. Kwa hiyo na sisi hata huu mwili utakapoingizwa kaburini pale, tunaweka udongo, ile udongo utarudia kuwa mavumbi na nini, lakini tunapata maisha mapya ya mwili wa utukufu ambao hauhitaji kuwa na meno, hauhitaji kutafuna, hauhitaji kufanya nini, ni mwili wa utukufu. Kwa hiyo hayo uumbaji mpya, tunasema ni uumbaji mpya, kwa sababu uumbaji wa kale ni huu ambao tunao, tuna meno na kucha nini na nini, tunatabasamu kama binadamu, tunacheka kama binadamu, lakini basi kwa mwili wa utukufu tunapewa huo mwili wa utukufu na maisha ya utukufu. Kwa njia hiyo baba, hapa kuna watu wana maswali mengi sana. Ndio. Kwamba mtu anakufa, anazikwa, lakini anasema atafufuka. Ndio. Maanake ile ni nyumba yake. Labda hapo si imekaaje? Sasa maanake huyu amezikwa kaburini, mwingine labda alianguka na ndege au aliliwa na mamba. Sasa wewe atafikia wapi? Chupa yote ikayeyushwa huko na nini, akatoka kama mbolea ikizunguka kule nini, ikatengeneza mbina ni hii mimea samaki ya baharini, samaki nao wakala. Sasa atafufuka wapi? Atafufukaje? Kwa hiyo basi ndio maana tunasema tutafufuka na mwili wa utukufu, sio mwili huu wa nyama ambao tumeuzoea. Tunazika haya mabaki kwa heshima, kwamba tunazika, tumeweka kaburi, tumejengea, lakini ni heshima kwa huu mwili ambao mwisho, lakini heshima ya yule ambaye ameondoka. Kwa hiyo ile sio nyumba ya milele, ile hatuiti nyumba ya milele, ile ni mahali tu ambapo tuna hifadhi ya mabaki, lakini nyumba ya milele ni mbinguni kwa Baba. Mbinguni kwa Baba ambapo tutaishi milele pamoja naye. Sio kama tutaishi na milele pamoja naye kaburini, lakini tunaishi milele pamoja naye huko mbinguni. Kwa hiyo hiyo ndio teolojia ya maisha haya na mwili wa ufufuko. Katika hizi siku 50 tunatafakari kushuka kwa Roho Mtakatifu. Yesu aliwaahidi wale mitume kwamba msiondoke Yerusalemu hadi mtakapowaletea huyo mfariji. Kwa hiyo walikaa mpaka siku ya 50, siku ya Pentekoste, ambapo Roho Mtakatifu aliwashukia kama ndimi za moto, akawashukia kila mmoja wao. Kwa hiyo kushuka kwa Roho Mtakatifu kulikuwa ni injili kuu ya ukuaji wa kanisa la mwanzo. Kanisa la mwanzo walipompokea Roho Mtakatifu, walikuwa wamezubaa, hawataki kutoka kwenda kufanya uinjilishaji, lakini walipompokea Roho wakatoka kwa nguvu, wakatangaza, ndugu zangu, ni moja, ni mbili, ni tatu, kwa hiyo toke tukafanye injili. Kwa hiyo tunaona kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tunaona kulikuwa na nguvu ya miujiza, mitume wakaanza kufanya miujiza. Wakasikia kina Petro wanaenda pale, wanamkuta mtu anayeomba, amekuwa akiwete siku zote, mimi sina fedha wala sina dhahabu, lakini kwa nguvu ya Mungu na kuomba usimame. Kwa hiyo anasimama, anatembea. Kwa hiyo nguvu ya miujiza, ujasiri wa kuhubiri, hekima, wakina Petro wakaondoka mpaka wakaenda mpaka Roma, huko wakafia Roma. Kwa hiyo na ukizingatia kabla ya hapo walikuwa wanajificha kabisa, walikuwa wanaogopa. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu katika siku 50 tunaitafakari. Kwa hiyo kuna uhusiano wa kushuka kwa Roho Mtakatifu na ukuaji wa kanisa. Kwa hiyo kuna nguvu ya kuhubiri kwa ujasiri, kuhubiri kwa ujasiri, lakini vile vile kuvunja vikwazo vya lugha. Kumbuka Roho Mtakatifu aliposhuka wakaanza kunena kwa lugha. Sio Waparti, wa Ethiopia, wa Medi wakaongea kwa lugha. Sasa inakuwaje tunasikia? Inakuwaje tunasikia maneno wanayosema kwa lugha yetu wenyewe? Wao ndio Galilaya nini? Kwa hiyo kikwazo cha lugha kikaondolewa, na mpaka leo injili inahubiriwa katika lugha mbalimbali.
Ukienda kwenye Kiingereza wanahubiri kwa Kiingereza, Wajerumani Jerumani, Waswahili tuna Injili inaandikwa kwa Kiswahili. Kwa hiyo lugha tangu kipindi kile lugha ikawa sio kikwazo. Ndio maana sisi maandiko yetu matakatifu hayapo kwenye lugha moja, yako katika kila lugha, kwa sababu kwa kushuka kwa Roho Mtakatifu kikwazo cha lugha kilivunjwa. Kwa hiyo tunaihubiri Injili inaeleka kwa kila. Hata hapa Tanzania kuna makabila yameandika Biblia kwa lugha yao kama Wahaya, kama sikosei. Ya zipo zimeandikwa nini na nini. Lakini basi kwa ajili ya umoja wa nchi yetu kwa lugha ya Kiswahili, Baraza la Maaskofu limeshatoa maelezo kwamba lugha yetu sisi kama Watanzania ni Kiswahili. Ndio lugha ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Hizi lugha nyingine basi zitaendelea kuwa za makabila, lakini haziwezi kutuunganisha, kwa sababu ukifika Bukoba kuna Mchaga, kuna Msambaa, kuna Mpare. Ukisema tutumie tu lugha ya pale hatuwezi kuunganika. Kwa hiyo lugha inayotuunganisha, kuvunja vikwazo vya lugha. Kwa hiyo lugha isiyo kikwazo cha mtu kupokea Injili. Tumeshaona miujiza na ishara Roho Mtakatifu aliwawezesha kufanya miujiza. Kwa hiyo ikathibitisha kwamba Injili wanayoitangaza ni ya kweli. Kuna umoja na upendo. Kwa Roho Mtakatifu wote waliunganika. Hawakujali kwamba huyu ni Muhamedi, huyu ni Mparthi, huyu ni Mwethiopia. Walikuwa wote ni wamoja. Akiongea kitu mimi naelewa. Hatusemi mimi kwa sababu natokea Morogoro au kwa sababu mimi ni sister wa shirika fulani, basi hatuelewani katika lugha. Umoja. Kwa hiyo umoja. Lakini vile vile uongozi na hekima. Roho Mtakatifu aliwaimarisha katika uongozi na hekima. Tuna Petro akasimama imara, akachukua nafasi yake. Wewe ndiwe Petro, najua mwamba huu nitajenga kanisa langu. Akawaongoza wenzake mitume mpaka Injili ikatangazwa mpaka leo. Labda tugusie neno maana ya Pentekoste. Wengi hatuelewi maana ya Pentekoste. Pentekoste ni neno la Kigiriki au Kiyunani. Maana yake Pentekoste, maana yake la 50 au ya 50. Kwa hiyo siku ya 50 ndio siku ya Pentekoste. Nasema siku ya Pentekoste, maana yake siku ya 50 tangu ufufuko. Kwa hiyo lina maana hiyo ya 50. Lakini sikukuu hiyo ya Pentekoste ilikuwa inaadhimishwa hata kabla ya kushuka kwa Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni sikukuu ya mavuno kwa Wayahudi, ambayo ilikuwa inaadhimishwa katika siku ya 50, wakisherehekea kutoa mavuno ya kwanza baada ya kupokea Torati kutoka mlima Sinai. Kwa hiyo Musa aliyopokea ile Torati, wakakaa siku ya 50 wakatoa mavuno kama shukrani na nini. Kwa hiyo walikuwa kama sadaka, mavuno ya kwanza, malimbuko. Kwa hiyo ikawa sasa kila mwaka wanafanya hivyo. Pasaka siku 50 wanaadhimisha. Kwa hiyo wanaposema siku ya Pentecost, maana yake wanataja ile ya Wayahudi ambao sasa imepewa ladha mpya kwa kushuka kwa Roho Mtakatifu. Na sadaka hiyo ya kwanza ya mavuno maana yake ni malimbuko. Labda useme kitu kwa mtazamaji wetu. Fadha wote wa kweli tuna uhakika kwamba wanaelewa na wanatoa malimbuko. Inawezekana wengi hatufahamu nini maana ya malimbuko, lakini malimbuko ni mazao ya kwanza ya chochote kile unachofanya kazi. Mfano kama unalima mahindi yako, lile hindi la kwanza kabla wewe hujala inaitwa malimbuko, unapaswa kulipeleka huko madhabahuni. Peleka huko kwa Bwana huko madhabahuni. Kama ni kuku wako ametaga mayai, kabla wewe hujala yai lile la mwanzo kabisa, lile teke lile la kwanza, lile ndio lilikuwa inapelekwa. Hata uzao wa kwanza, watoto wa kwanza walikuwa wanapelekwa kwanza hekaluni, na Yesu alipelekwa hekaluni na wengine anapelekwa na kabidhiwa kwa Bwana. Akina Samueli walipelekwa. Kwa hiyo wenzetu Wayahudi wanafanya mpaka leo, na sisi tunaalikwa vile vile kutoa hayo malimbuko. Siku ya Pentecost ilikuwa ndio siku ya ramli. Kwa hiyo katika asili ya historia ya Pentecost kabla ya Ukristo tunaona kwamba ni siku ya 50. Na kuna sikukuu inaitwa ya Shavuot kama nilivyosema ya Wayahudi. Shavuot. Biblia ya Kiebrania inataja hiyo kama siku ya shukrani kwa mavuno ya ngano, yaani mavuno ya ngano, anatoa mavuno ya kwanza. Na ni kipindi cha siku 50 kama tulivyosema. Na katika historia ya kiroho Shavuot
inaelezea ile sheria iliyopokelewa kutoka Torati. Maana yake tumepokea Agano Jipya, imepewa zile amri 10. Mjue Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine, usitaje ya Mungu, usifanye hivi. Kwa hiyo kiroho. Kwa hiyo vile vile ni siku ya kiroho kwamba tunapaswa sisi kama waamini kufanya nini? Kushika amri za Mungu, kuipokea Injili, kuishi Injili. Ndiyo maana vile vile na maana ya kiroho. Kwa hiyo Father, hii kwa Wayahudi neno lingine sisi tunasema Pentecost. Kwa neno lingine wao wanaita Shavuot. Wanaita Shavuot. Pentecost ni la Kigiriki kwa sababu lugha iliyokuwa inatumika kipindi kile ni Kigiriki, lakini Wayahudi hawaiti Pentecost, wanaita Shavuot. Wanaita Shavuot. Okay. Kwa hiyo hii ni sherehe moja kubwa. Kwa hiyo tunaposema siku 50 ni sherehe moja. Ni Jumapili ndefu, ni Dominika ndefu. Walikuwa ni siku za furaha ili ya Pasaka. Hatusemi kama ni siku tofauti, ni siku moja ndefu. Maanake kama sisi huku kama ingekuwa tunafuata hiyo, ingekuwa kwamba siku hiyo ni siku ya kupokea Roho Mtakatifu, lakini pia tunapeleka na mavuno yetu. Ile tunasemaga siku ya mavuno, siku ya mavuno au tegemeza jimbo, ndio vitu kama hivyo. Lakini basi hii ni kuna tofauti kati ya mavuno, kwa sababu mavuno katika wingi wake, lakini lile vuno la kwanza malimbuko, ule vunaji wa kwanza, lile hindi la kwanza ile ulishike, ulipeleke, lile moja lipeleke. Maana kama kazi ule mshahara wa kwanza. Kwa hiyo kile kitu cha kwanza, vunaji wa kwanza kabla hujala. Hata kama mfano hupeleki mshahara wote, lakini ile 10,000 ya mwanzo kabla hujala ni zile nyingine unachomoa malimbuko kwa ajili ya Bwana. Kwa ajili ya Bwana. Ndio. Naamini ni matumaini yangu kwamba mtazamaji, kwa kuwa unatufuatilia vizuri, hayo nini maana ya malimbuko kwa ameelezea hapo kwamba cha kwanza kama kuku ni ile ya kwanza, kama mshahara angalau hata 10% ile ya kwanza, ile percentage kabla wewe mwenyewe hujala. Ndio. Sasa tukiangalia kwamba hii ni sherehe moja kubwa. Kwa nini inaitwa sherehe moja kubwa? Kwa sababu ya umoja wa sherehe, kwamba ni siku 50 tunazazimisha zote tukiimba haleluya haleluya haleluya. Kila mara lazima tuweke haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ni siku moja kubwa, ni siku kuu ya Bwana. Ni muda wa furaha. Pasaka yote ni muda wa furaha. Kwa hiyo maadhimisho yetu wakati tunaadhimisha kwa furaha siku zote. Hatuadhimishi mateso bali ni furaha. Na kutoka Pasaka hadi Pentekoste ni msimu wa kuziba pengo kati ya ufufuko na kushuka kwa Roho Mtakatifu. Angalia hapa, siku ya ufufuko tunamsubiri Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunasubiri, tunaziba lile pengo hapa katikati kwa ajili ya huyo Roho Mtakatifu. Lakini vile vile katika siku hizo 50 kuna siku ya kupaa Bwana. Yesu anapaa mbinguni kwa utukufu, ambayo inakuwa ni siku ya 40. Unaona ilivyo vizuri. Kwa hiyo katika hizo siku 40 tunaongelea kutua kwa mwili, anaenda kutuandalia makao, anapoondoka tunashangaa. Nyinyi watu wa Danieli, mbona mnashangaa? Mtamuona hivyo hivyo atakavyokuja. Kwa hiyo ni inatuhusia. Na siku ile ya kupaa ni siku ya 40. Siku ya 40. Na tunapoanza novena kwa Pentecost, maana tunakimbizia ile siku ya 10 zilizobaki, ambayo siku 9. Ndio. Okay. Ndio. Kwa hiyo yote hiyo ukichanganya ufufuko na kupaa inaongelea tu ushindi na utukufu wa Mungu. Kwa sababu huyu aliyefufuka anatuonyesha maajabu ya utukufu wake zaidi kwa kupaa mbinguni. Kwa hiyo anatuonyesha na sisi atatupaza, atatuamini kutukuka kwa binadamu, kwamba binadamu ambaye tulikuwa tumezoea kumuona amepaa mbinguni. Kwa hiyo na sisi hatutabaki hapa duniani. Tutaondoka siku moja na kwenda mbinguni. Tunadhihirishwa kwamba Kristo ni mshenga. Mshenga, unaelewa maana ya mshenga? Mshenga ni yule anayekuwakilisha. Anakuwakilisha, kama mfano binti anaposwa, anatumwa mtu katikati, hapo nenda kazungumze kwa ajili yetu. Kwa hiyo Kristo kule anazungumza kwa ajili yetu. Huyu aliyekaa nasi anaongea na Baba kwamba hawa ni hivi. Ndio maana tunasema kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na vile vile katika hiyo anapoondoka, anapopaa, aliahidi hiyo Roho Mtakatifu.
nitawaletea Roho Mtakatifu. Na mwishoni kabisa ndio inakuja siku ya Pentekoste, siku ya mwisho ile ambapo Roho Mtakatifu anashuka na mitume wanapata ile ari, wanaamka, wanatangaza Injili kwa nguvu, wanatawanyika. Mitume na Thomas tunaambia akaenda India, kuna wakina Filipo wamekuja Afrika ya Kaskazini huko na nini, kaenda wakina Paulo wakaenda mpaka huko, Injili ikavuka ikaenea. Baadaye wamisionari wakaja wakavuka mpaka Afrika, mpaka wakafika kwenu wewe umebatizwa, mpaka nimekuwa sister. Nimekuwa sister. Mpaka leo unawahubiria watu. Unaona nguvu ya Injili na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio siku hizo 50 tunazozitafakari pamoja na watazamaji wetu na wote wanaofuatilia vipindi vyetu. Basi Father, una wengine la kusisitiza au tutamatishe? Mimi ninaendelea kukuwatakia kila laheri ya siku hizi 50 za Pasaka. Tuendelee kuzitafakari mara kwa mara, tukijua kwamba ni muhimu na tunasherehekea sherehe moja kubwa kuanzia Pasaka hadi Pentekoste. Karibu tufungie chetu Pasaka. Asante. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ee Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Amen. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu. Asante sana Baba Kiyo na mtazamaji wetu wa Tumaini. Kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu, lakini basi nikukumbushe kwamba tulikuwa tunazungumzia habari ya siku 50 za Pasaka, yaani kuanzia siku ile ya ufufuko mpaka siku ya Pentekoste zinaitwa siku 50 za Pasaka. Siku ya kupaa Bwana, sherehe ya kupaa Bwana ni siku ya 40. Tunapoanza ile novena ya Roho Mtakatifu, tunatembea katika zile siku 9 ili tuweze kufikia siku ya 50. Katika siku hizi zote tukumbuke kwamba tunasherehekea ushindi wa Kristo na tunatiwa na nguvu anapotuletea Roho Mtakatifu ili tuweze kulitenda, tuweze kutangaza neno lake sawasawa na maagizo yake. Mitume walikamilisha kazi yao. Kazi kwetu mimi na wewe. Sisi ni wabatizwa, tunahubiriwa Injili, na sasa tupo, mimi ni sister. Sijui wewe ni nani, labda Mkristo wa kawaida yote vile, lakini jambo moja tu, tupeleke Injili kwa mataifa. Shukrani kwa kuwa na mitangu mwanzo hadi mwisho. Asante kaka Simon Peter kufanyia mambo kwa uzuri kabisa hapo nyuma ya kamera. Asante sana dada Veronica Silayo. Sina ziada mpaka wakati mwingine. Niseme tu kwamba kwaheri.